Inakuwa vipi na kuaje mwanafamilia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana Mheshimiwa Waziri Gwajima ambaye anahusika na hii kesi ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii ya hawa wadada wakiwa wadada wawili wakiwa wanamfanyia kitendo cha kikatili binti mwenzao ambaye ni mwanafunzi wa ardhi. Hawa wawili wenyewe ni wanafunzi wa UDSM, ambapo issue ni Mwijaku, ambapo kwa mujibu wa Mange Kimambi ni kwamba Mwijaku bwana alienda kutongoza mwanafunzi wa UDSM, akatoka naye kimapenzi. Baadaye Mwijaku akatoka tena na rafiki yake huyo mwanafunzi wa UDSM, rafiki yake ambaye anasoma chuo cha ardhi, akatoka naye pia kimapenzi. Kwa hiyo manake Mwijaku akalala na watu wawili ambao ni marafiki. Sasa yule binti wa UDSM akaja kujua kwamba rafiki yake anatoka pia na Mwijaku mwanaume wake, so akamtafuta mwenzake na kuanza kumshambulia yule binti wa ardhi. Wanaishi hosteli moja, kwa hivyo walimbana na kumpiga na kunyoa nywele kwa kisu na kumfanyia vitu vya ajabu, kitu ambacho Mange Kimambi amesema hawa watu lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Sasa Gwajima ameweza kuposti hapa, hii ni taarifa kwa umma, ambapo Gwajima anasema, pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote, nimesikitishwa sana kutumiwa video zilizosambaa online zikionyesha tukio la mabinti wanafunzi wa chuo kikuu kimojawapo nchini wakimdhalilisha binti mwenzao mwanafunzi wa chuo kikuu kingine, kisa ugomvi ambao wangeweza kumaliza kwa njia nyingine ya heri na sio shali ile. Inasikitisha sana kuona mabinti wasomi ambao wangetakiwa kuunganisha nguvu na kupambana na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana wao kwa wao, kudhalilishana wao kwa wao. Na anasema udhalilishaji walioufanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa, na wanastahili kuonewa, kwamba kukemewa, na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote. Lakini pia sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa, kwamba ukipishana jambo na mwanamke mwenzako au mtu yoyote yule, basi umfanyie udhalilishaji, kwani huko anasema kwamba kwani huko ni kudhalilishana, ni kujidhalilisha ye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Hatua nimewasiliana na manusura, ambapo atapata huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia na msaada wa kisheria ili haki itendeke. 2, nitawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupata madawati ya jinsia, kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. Wito: tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za kukatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Mange Kimambi, asante kwa ushirikiano. Nimempata huyu binti na utaratibu unaendelea ili apate haki zake. Akawatagi hapa polisi Tanzania. Toa sauti. Una lini? Tarehe 11? Wapi? Sema umefikiri nataka useme lini? Toa sauti. Na Mwijaku lini au na mpenzi wangu lini? Usishike. Tarehe 11 hoteli. Hoteli gani? Haina jina. Hoteli zote za Sinza hapa zote zina jina. Wapi? Sinza ile ilipokutana Sinza. Mlikutana wapi? Mlikutana wapi? Unataka kujua mpenzi wangu wapi? Toa sauti. Na zipo sasa hivi grupu la info. Watakao kuwepo, yani acha hivyo. Na post kwa watu
Kwa kusima na Neema Lubazi. Si unajua story ishafika darasa zima Hapo pembeni. Vua hiyo suruali. Vua hiyo suruali. Melina naombe. Wewe bwana kelele. Usinichome. Nisikuchome. Mary naomba usinichome Mary. Usinichome wewe. Huku kuna moto. Mbona msinichome? Atuchome bwana huyu. Just do it in you. Hapana, hiyo ndio